Jasheri sura ya 5. Ilikuwa katika mwaka wa 84 wa maisha ya Nuhu, Enoki mwana wa Sethi alikufa. Alikuwa na umri wa miaka 905 wakati wa kifo chake. Na katika mwaka wa 179 wa maisha ya Nuhu, Kenani mwana wa Enoshi alikufa, na siku zote za Kenani zilikuwa miaka 910, naye akafa. Na katika mwaka wa 234 wa maisha ya Nuhu, Mahalaleli mwana wa Kenani alikufa, na siku zote za Mahalaleli zilikuwa miaka 895, naye akafa. Na wote waliomfuata Bwana walikufa katika siku hizo, kabla ya kuuona ule uovu ambao Mungu alikuwa amenuia kuufanya duniani. Na baada ya kupita miaka mingi, katika mwaka wa 480 wa maisha ya Nuhu, wakati watu hao wote waliomfuata Bwana walipokuwa wamekufa na kuondoka miongoni mwa wanadamu, na Metusela pekee ndiye aliyekuwa amebaki, Mungu akawaambia Nuhu na Metusela akisema, "Neneni nanyi mkawatangazie wanadamu mkisema, Bwana asema hivi: Rejeeni kutoka katika njia zenu mbaya na kuacha matendo yenu, naye Bwana ataghairi uovu aliokusudia kuwafanyia, ili usije ukatokea. Kwani Bwana asema hivi: Tazama, nawapa kipindi cha miaka 120, mkitubu na kuacha njia zenu mbaya, nami nitaacha ule uovu niliowaambia, nao hautakuwapo, asema Bwana." Nuhu na Metusela wakasema maneno yote ya Bwana kwa wanadamu, siku baada ya siku, wakinena nao daima. Lakini wanadamu hawakuwatii wala kutegea masikio maneno yao, bali walikuwa wenye shingo ngumu. Na Bwana akawapa kipindi cha miaka 120 akisema, wakirejea, basi Mungu ataghairi ule uovu ili asiiharibu nchi. Noa mwana wa Lameki alijizuia kutoa mke katika siku hizo ili kuzaa watoto, kwani alisema, hakika sasa Mungu ataiharibu nchi, kwa nini basi nizae watoto? Noa alikuwa mtu mwenye haki, alikuwa mkamilifu katika kizazi chake, na Bwana akamchagua ili aunue uzao kupitia yeye juu ya uso wa nchi. Naye Bwana akamwambia Nuhu, "Jitwalie mke, ukae na kuzaa watoto, kwa maana nimekuona kuwa una haki mbele zangu katika kizazi hiki. Nawe utainua uzao na watoto wako pamoja nawe katikati ya nchi." Nuhu akaenda akatwaa mke, akamchagua Naama binti ya Enoki, naye alikuwa na umri wa miaka 580. Na Noa alikuwa na umri wa miaka 498 alipomuoa Naama kuwa mkewe. Naama akapata mimba akazaa mwana, akamwita jina lake Yafeti, akisema, Mungu amemkuzia nchi. Akapata mimba tena akazaa mwana, akamwita jina lake Shemu, akisema, Mungu amenifanya kuwa baki ili kuinua uzao katikati ya nchi. Nuhu alikuwa na umri wa miaka 502 wakati Naama alipomzaa Shemu. Na wavulana hao walikuwa na kuenenda katika njia za Bwana, katika mambo yote ambayo Metusela na baba yao Nuhu waliwafundisha. Na Lameki baba yake Nuhu alikufa katika siku hizo, lakini hakika hakuenenda kwa moyo wake wote katika njia za baba yake, naye alikufa katika mwaka wa 195 wa maisha ya Nuhu. Na siku zote za Lameki zilikuwa miaka 770, naye akafa. Na wana wote wa binadamu waliomjua Bwana walikufa katika mwaka huo, kabla Bwana hajaweka uovu juu yao. Kwani Bwana alitaka wafe ili wasione uovu ule ambao Mungu angeuleta juu ya ndugu zao na jamaa zao, kama alivyokuwa ametangaza kufanya. Katika wakati huo, Bwana akawaambia Nuhu na Metusela, "Simameni na kuwatangazia wanadamu mkisema, Bwana asema hivi: Rejeeni kutoka katika njia zenu mbaya na kuacha matendo yenu, nami nitatubu ule uovu na sitauleta." Nuhu na Metusela wakasimama na kunena masikioni mwa wanadamu kila kitu ambacho Mungu alikuwa amesema kuwahusu.
Lakini wanadamu hawakusikiliza wala kutegea masikio matangazo yao yote, bali walikuwa wenye shingo ngumu. Na ilikuwa baada ya haya kwamba Bwana akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umefika mbele zangu kwa sababu ya matendo yao maovu, na tazama, nitaiharibu nchi. Nawe ujitwalie mbao za msonobari, uende mahali fulani, ukatengeneze safina kubwa na uiweke hapo. Na hivi ndivyo utakavyoitengeneza: urefu wake dhiraa 300, upana wake dhiraa 50, na kwenda juu kwake dhiraa 30. Nawe utaiwekea safina mlango ulioko upande wake, nawe utaimalizia kwa juu kiasi cha dhiraa 1 na kuifunika ndani na nje kwa lami. Na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, na kila mwenye mwili ataharibiwa. Vyote vilivyomo chini ya mbingu vilivyo juu ya nchi vitakufa. Nawe na nyumba yako mtaingia na kukusanya wawili wawili wa kila kitu kilicho hai, wa kiume na wa kike, na kuwaleta katika safina ili uinue uzao kutoka kwao juu ya nchi. Na ujikusanyie chakula chote kinacholiwa na wanyama wote, ili kiwe chakula chako na chao. Nawe utawachagulia wana wako mabinti 3 kutoka kwa binti za wanadamu, nao watakuwa wake wa wana wako. Nuhu akainuka, akatengeneza safina mahali pale ambapo Mungu alikuwa amemwamuru. Na Nuhu alifanya kama Mungu alivyomwagiza. Katika mwaka wake wa 595, Nuhu alianza kutengeneza safina, naye akaitengeneza safina hiyo kwa miaka 5 kama Bwana alivyomwagiza. Kisha Nuhu akawachukua binti 3 wa Eliakimu mwana wa Metusela wawe wake wa wana wake kama Bwana alivyomwamuru Nuhu. Na ilikuwa katika wakati huo Metusela mwana wa Enoki alikufa. Alikuwa na umri wa miaka 960 wakati wa kifo chake.